Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV na ukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, ambako msomaji wako ni mimi Safari Almaz. Taarifa yetu ya habari itaanzia hapa katika mji wa Baraka, ambako meya kwa muda wa mji wa Baraka ameomba kuendesha pikipiki kupaki pikipiki zao eneo ya soko ya El-Shaddai Mamezo Escal. Hivyo ni kutokana na eneo hiyo kwa ndogo ambayo yaweza kusababisha maafa, hasa ajali za mara kwa mara. Katika mazungumzo na redio yako Bi Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka amesema kuwa ni muda sasa waliweza kukataza pikipiki yoyote ile kupaki eneo hilo, na mwendesha pikipiki atakayeshikwa ataadhibiwa kama anavyoeleza. Watu sijue kama ni nini, watu wanakuwa wanajibeba kwa gaidi karibu mkila kitu. Vitu vimepangwa na mwingine imebaki vizuri sana. Pale Mamezo Escal, barabara ni mdogo na ni mbaya zaidi. Kwa kulinda watu, kwa sababu serikali inaomba kuona mbele ya wakati, tumehamisha parking, tukahamisha msoko ya JTM. Nafasi nzuri na walikuwa wanatumika vizuri. Haiwezi kuzuia waklia wote, watu wanajua kama ni pale nafasi. Nimeyaona mimi mwenyewe. Ninawaambia waendesha mapikipiki, ninakuja kwenu kuwaambia ya kwamba kesho hatutaona pikipiki inapakizia pale. Shusheni mapikipiki pale kwenye eneo yenu. Ile eneo ni mzuri zaidi ya hapo kubarabara ambao munakuja tena kuvamia. Na kwa sababu munavamia au munakataa sheria ambao sisi zote tumejitilia na imetia kuwa wazi barabara, basi hiyo inakuwa ugaidi na rebellion ina hasara yake. Kwa hiyo natangazia wa motare wote, hatutaki kuona pikipiki pale. Na wenyewe wataongeza ni kusema wanakuwa wa rebel contre vile ya Baraka. Tutatumikisha yale ambayo tutatumikisha, sababu ni wao wanaita tengo vya serikali vya kutia usalama iwafikie pale. Niko na vitengo vyo, nina polisi, nina FRDC, nina wazalendo. Kwa hiyo tutatumika kazi, hatuwezi acha pale watu wabakie mu maisha ambayo inatia watu mudanje zaidi. Kesho ni mwisho, tunawatangazia. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni kwamba maoni yamekuwa tofauti kwa baadhi ya raia wa mji wa Baraka kutokana na hali ya watu wapatao wane kutembea uchi mchana kweupe mjini humo, jambo ambalo ni kinyume na sheria za nchi ya DRC. Raia wa mji wa Baraka wamepata mshangao mkubwa kuona tukio hilo limeshuhudiwa mchana kati. Kwa mujibu wa wale waliotenda kitendo hicho, wamesema wamekuja kukamilisha kwa yale walioambiwa na Mungu, kama anavyoeleza mmoja kati ya watu hao waliotembea uchi. Mongewa kifupi ile ni bon bachutu kiba emuyilungu japokuwa ngabo yetu ya eseshile meswe bachutu shile muboma unutu lumbakauli bakwatile chamaka makala na lunu rusuku ngabo yetu yabo shena meswe shile yana eno programme bila kashetane monisco ele lumbakayi patisha bakyungu waya kama Afrika amanya Mungu bya shistayiri Afrika ahebwe botamba na botamba bo twamelongo yababo lumbaka yelongo shilini tilafu. Sasa beto tushile mu ubungulu twalubulwa nibo bino byatwa ese bayola nsenge bo ombaka babembe balenge baywe ese nuketa bele ese bibyo Mungu ashitobwela bino pamoja na ngulu muele onyile olokolo twayechilo olokolo turu ya mbele olokolo twakile Mungu otobwela bi baze baboela baya inde mu etemakala bala baze babuchiwo ba no lumbaka mushiye mwa bakabizi ese na ala twasilia ayetane obale. Sasa betu to chungwa baze babo oya to olokolo to anamboka to muna ata tustangonya tela kwa ofisier betu bashikala to chunya tela baze yano to babwela Mungu apangilia achi monokolo kini tole motumi anango nango pamoja na abe chapungo ombya babo to chiwolokolo nasa inda busuku bile lambula ya tolo era obanda efuma nchiko twaye bwani bono nchiko kama mule naso sia enu esi lakini moyo yayo tamule ne lato tamule na mwenda ila etumushikya na betu bibi na mone aka nibo kama mule naso sia enu esi etebala bangabo ya esi bale oli balo jitolea lumbaka wa isi benonge mujitole bi betu to mona tatuna kuisha yetu isi tabina wezekana to ela lunja ile yo mwanzo ito to moito balabala mpaki chola. Na walipoulizwa kwa nini kufanya kitendo hicho mchana kweupe na bila nguo, nao walijibu yafuatayo: yanabo okombato tona tocha yine
nakasha nitwache Mungu mbaka Mungu ambwele nini naja ya ese imane mbaka lobo okobwa ine homo bona eta nini mushima ese etibile imane kwanza ini manile nsaliti hata Mungu ana yakaini sasa bachonga luno siku twachitoa mbaka ese etibile. Kitendo hicho kilishuhudiwa mchana kati na watu hao wane wakiwemo wanawake watatu na mwanamume mmoja, ni kinyume na sheria ya Kongo, ndivyo amesema mwanasheria De Gaulle Malembe kama anavyoeleza kwenye TV yako. Ndugu mtangazaji, ile hali ya irusiki mbele ya sheria parce que legislateur congolais a dirigé ile hali mu infraction kisoma code pénal congolais ça qui ilikuwa révisé mu 2006 mu loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifié complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais ou soit loi yenye bato nazoa kuita la loi portant sur les violences sexuelles kwa article yake 167 juu ya infraction ya attentat à la pudeur inakwambia tout acte contraire aux mœurs, yani ile hali ambayo yenye walifanya jana ni actes ziko contraire ku mœurs, ndio kisi sheria inasema. Alors yote mwenye aliwaona bila yeye kupenda baone deja ni victime wa ile infraction attentat à la pudeur. Donc kisheria abisikiki ile hali inaadhibiwa vikali na sheria, ndugu mtangazaji. Yani attentat à la pudeur ni hali yenye sagisi walitembea jana utupu. Haiko kila mtu ndio alikuwa na besoin aone utupu wao. Alors gisi walitembea na watu wakawaona bila utashi ya wale watu kuona ile yale mambo. Ndio ile attentat à la pudeur. Donc bali porter atteinte ku bonne mœurs. Donc ile ndio inataka attentat à la pudeur na ile fait yenye balifaa kutembea utupu ndio wanaita bali porter atteinte ku bonne mœurs. Upande mwingine De Gaulle Malembe ameonyesha adhabu zinazopangwa na sheria ya Kongo kwa watu wanaotenda maovu kama na yale. C'est punissable, sheria inakataza ile mambo. Tunaona sasa sheria inasema kipengele cha 127. Okay? Wanakuambia tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à la pudeur. Ndio kwa sheria nasema. Yani kila tendo ambacho unachifanya kenya kiko sawa sawa na hali ya watu ya kawaida ya kuishi bila mtu yoyote yule mwenye kusema eti ikaa hivyo ni kuone hapo hivyo na commettre ile infraction attentat à la pudeur. Alors sheria inapanga ikikuwa alifanya ile mambo mbele ya mtoto au alifanya mbele ya mtu mkubwa. Wakati unafanya ile mambo sasa kisi jana watoto walikuwa nyuma yao kwenda watembea na waangalia ni punissable miezi 6 mpaka miaka 5 gisi watoto walivyowaona. Alors ça par sheria nasema l'attentat à la pudeur commis avec violence, ruse ou menace la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni de servitude pénale de 5 ans à 15 ans. Yes, kuko sasa wakati utaweza jiweka utupu mbele ya mtoto, unaweka mtoto unamforcea kuone haona utupu wako. Sheria inasema unafungwa miaka 5 mpaka miaka 15. Yaani hapo ukiangalia sheria inaongelea sana zaidi sana watoto. Tellement que abakuforcer watoto wakiba baone, mais balijiplacer muvoi yenye ku public pour que watoto wapate ile accès ya kubaona. Pale ni miezi 6 mpaka hadi miaka 5 selogi sijija na peswa aprecier pene nyata bapatia. Na upande wa raia wa mji wa Baraka wanatoa mtazamo wao kutokana na kitendo hicho. Hii jambo kupitikana haikufurahisha watu. Hakuna mtu anaweza kuona utupu wa wazazi wake au wa mababu yake. Ule mtu akose kulaaniwa. Maki hao watu niliwaona kama vile walikuja kutulaani lakini hawakukuja kutubariki. Nilisikia mbaya na kwa mshangao, sikujua ni vya nini na sikujua biko mnini. Ile mambo ambayo tuliona hapa kwetu Baraka kwa kweli ilikuwa ni mambo ambayo tulishituka. Mimi binafsi nilishituka, na waza tangu kuzaliwa yangu sijawahi kuona watu wanawake na wanaume ama na mwanaume wanatembea mchana kati na watu wote wako wanawaona. Ilikuwa mshtuko sana. Ni jambo ambayo haipo vizuri kwa sababu utupu ya mwanamke, utupu ya mwanamume haiko vizuri kuionesha hadharani kwa watoto. Mimi nilisikia mbaya kuona gisi mama bazima saa wale bako natembea vile gisi banazaliwa matuma bazazi yao. Mimi nilisikia kama mbaya, sikuza furahia juu na mimi niko na batate sa vile yabo, ba mama sa vile yabo, bababu sa yabo yabo. Hilo jambo tukio ambao litokea pale jana, mimi nimekisapoti kufatana na hali yenye tunaishi mwayo mtarafani Fizi na Kongo yote mzima. Hakuna jambo lenye linaweza fanyika bila objectif. Kama ili tukio litukia hivyo ni kufatana na
na defense. Defense batu wanapigana mu kalite zote zile. Kuna mapambano ya silaha, kuna mapambano ya silaha ya nguvu za giza, kuna mapambano ya silaha ya nguvu ya Mungu. Na hiyo ni mapambano kufatana na asili ya nguvu za asili za mababu zetu. Ni vitu vya kushangaza. Jua tu ya wayaviona depuis tuzaliwa. Tukaona batu wanakia wa mingi, tukaanza zania kunakia presida, kunakia nani, kumbe kweli wako nakia wanashangilia wale ba mama na ule baba be walikuwa buchi. Mie nilijisikia tu haya ya mingi juu nilikuwa na garso wangu hapa, nilikuwa sana eza jizika. Nilifika natoka nikamwacha hapa, mimi nikaenda jificha pale mbele juu bilikuwa vitu vya haya vingi kwa vya sie bote bawili tuone gisi wale batu walikuwa buchi. Bon, mimi niliona sani en fait kuna kupaswa kuwa kitu fulani kiliwaongoza tu wale watu wafanye kitu saki. Parce que ukiwaangalia ni watu ambao wana akili timamu na vitu ambao walikuwa wanafanya vinaonyesha kama wana akili. Lakini kama sasa wana akili, kwa nini watembee uchi? Manake kuna kitu fulani kiliwaongoza. Na labda ni vitu vya kiroho vyenyewe hatuwezi kudetaya sasa viko hivi, lakini kunapaswa kuwa tu kuko force moja yenyewe ili wakonduire wafanye ile hali ya vile. Tumalizie taarifa yetu ya habari na uko Uvira ambako mwanaharakati wa kisiasa Andre Byadunia Mashaka ameomba malida pamoja na mashirika ya kiraia mjini Uvira kuandika kibarua cha kutaja kitendo cha mwananchi mmoja aliyetekwa na kupelekwa pasipojulikana Pakalungwe. Kwa kilida huyo kutonekana kwa mwananchi huyo kutaleta giza kubwa katika siku za usoni mjini Uvira endapo atapatikana. Andre Byadunia amezungumza nasi. Kijana ambaye amekuwa alivyo mgrupema ya Kalungu safari tena 3 jours na mpaka sasa tatukumbusha ba notable ya Uvira parce que inasemekana kama likiana alikuwa alivyo na ba presime Gumino wakati menzenu wanakamatiwaka tu mtu mmoja tu hata pesera kimontimite kugari tu nakutana mtusi kwa mugari anamointimite anamwambia tuleta dokima za gari banakuwa kama na panike mpaka dunia mzima inajua. Meni huzuni kusikia banabeba mtu panda 3 jours passage yote sijui kiani wa kabila gani, passage ya kabila ya kwake bote wananyamaza, hakuna hata wakukumbusha. Mimi naweza kubarandire barua karibuni 5 za passage ya Kitusi zenye waliandika venye mwe mnaita Wanyamulenge wa Nyarwanda, zenye waliandika wakati yenye watu yao walikuwa nakuwa na maatante ya kuwa enlevé. Tamwendre registre tu na muintimide kidogo kwa barabara mko maandamano hivi banatoka na barua ndio vile watakutuua, watakutumaliza, watakutufanya nini? Eske sie tuko mbuzi? Eske damu za benzetu haziko ndo damu zetu? Pourquoi bakwetu bananyamazaka, banaonaka banaweza kufurahi ndio tukamate maiti mtu ashakufa kule? C'est le moment ya kuwapatia ultimatum. Kama ule kila ni Mubembe, kama ni Muvira, kama ni Mfuliru, kama ni Munyendu, basaje ya ile kabila, societe civile, muandike barua kubale basaje ya Kitusi, muandike ki ule kiana kikufa tukilogota maiti pole kwao. Foku baambia clairement parce que nabo banaandikaka. Ifo nikumbushe benye yuko anifata na ulimwengu yote mzima kwamba Twirwaneho iko na signature ya collaboration na M23. Upande mwingine ameomba kwa wazalendo kutokuzubaishwa na mji bali wajielekeze kwenye shamba ya vita kama wanavyofanya wengine. Nakumbusha benye bangali mvile ya Uvira wazalendo. Tuko na information kama mkishapata bifao kidogo s'il vous plaît. Mugeuze macho, toe macho mvile, macho migeuzie kwenye front iko. Paske adui haiko na lala, adui iko na montema strategy kila siku. Na usiku wa FRDC, iko anormal. Ke serikali yetu ya Kongo, inajua namna gani Mnyarwanda anatumikaka. Inajua namna gani M23 inasumbuaka watu. Kisha leo, FRDC ijipermettre kusigner cessez-le-feu. Inakamata inasema na je prends acte ya cessez-le-feu ya M23. Na mwa ile barua mnakuta banaambia wazalendo watie kano chini wasipigane na AFC. Pandake banayua metode yao ya kutumika. Ile cessez-le-feu yenye banasema banasimamisha vita ngambo ya Walikale. Haiko tu kwa wema, balipigwa sana na kisha kupigwa sana bakaona bajireconstituer bapate maunité zingine za kutoka Rwanda. Et pour votre information, kuna violite Walikale siku ya posho ilileta renfort. Na kisha ile renfort kufika balisha gabula njia 3. Na njia ya kwanza ni waligawa. Njia ya kwanza watapita njia ya kwenda Mubi. Njia ya pili watapita njia ya kwenda Toto. Na njia ya 3 watapita njia ya kwenda Itebero. Na zile njia zote zinafungula njia ya kwenda Kisangani. Alors, c'est le fait gani sisi tuobserve ba Kongole wazalendo tutie bunduki chini, pandake Kisangani inaenda kuanguka kutafuta kuiangusha. Mtoto wa Museveni anasema kwamba yafaa bakamate Kisangani.
president wa republiki, kama s'il vous plaît na yuko kwa intérêt ya population ya Kongo yote mzima, acha wazalendo wafanye kazi. Kama hauna tena confiance kwa FARDC, patia wazalendo confiance, wape chakula, wape munition, nchi wataigomboa kwa siku kidogo sana. Ingilia tu maakoro maseselefe, vitu vitaribika. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Aliyekuletea taarifa ya habari ni mimi Safari Almas. Bye, tukutane tena panapo majaliwa. Fizi News 24, Fizi News 24, média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24, Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.